Maji wa Global TV na vyombo vingine mbalimbali. Hapa ni msibani ambapo ndipo ulipo msiba wa marehemu Mzee Onyango. Atakumbukwa kwamba ni mmoja kati ya wasanii wakubwa na nguli ambao wamechonga barabara kwa muda mrefu sana, na amefanya hivyo bila kuwa na skendo mbaya mbaya kwenye mitandao na nini, lakini ni mtu ambaye ni mfano wa kuigwa. Leo tumepata taarifa ya msiba wake na tukaona tufike hapa, na uzuri tumekutana na kaka yetu pia ambaye ni mmoja kati ya wasanii wakubwa na anaunganisha kundi la wasanii wengi kuwa kitu kimoja kwenye taifa letu la Tanzania. Steve Nyelele, kaka, kwanza pole kwa msiba. Hii pole ya wote, sio ya mtu mmoja. Ni pole kwa taifa, ni pole kwa Watanzania wote, kwa sababu Onyango alikuwa anatoa burudani kwa Watanzania wote kwa ujumla. Onyango alionyesha kipaji chake kwa Watanzania wote, na Onyango alifungua njia kwa wasanii, hasa hawa waliokuja sasa hivi. Hawajui history, wanajua tu comedy, wanajua act, lakini kuna watu walifungua njia. Kuna watu walifungua milango mpaka leo wakapatikana vijana ambao wanafanya vizuri. Na wakati wakina Onyango wanafanya comedy kulikuwa hakuna mafanikio ya hivyo, kulikuwa kuna umaarufu tu, lakini kulikuwa hakuna fedha. Lakini walitumikia hiyo comedy kwa juhudi zote. Kwa hiyo tunapoondokewa na watu kama hawa, yatupasa kizazi cha leo kwanza kitoe heshima kubwa ya kushiriki mwanzo mwisho kwenye msiba huu, kwa sababu hawa ndio wakongwe, ndio wazee wetu, ndio wametumikia taifa hili kuhakikisha taifa lina furaha, kuhakikisha vijana wanafanya comedy kwa ujumla, comedy kubwa. Na comedy waliokuwa wanaifanya hawa zamani, walikuwa wanafanya RTD huko, Radio Tanzania huko, wameifanya Onyango na Mwita. Tumewasikia sana redioni Onyango na Mwita toka watoto. Tumewasikia Onyango na Mwita. Wamefanya kitu kikubwa sana, Mwita Maranya. Kwa hiyo mimi nadhani niwape pole wasanii wenzangu wote, na niwape wasanii wa sasa ambao wamefanya kazi, walikuwa wanampa kazi Onyango. Nao niwape pole, na ninatamani niwaone hapa wakiwa wanashiriki mwanzo mwisho pamoja na familia, ili kuwafuta machozi watoto, ndugu, jamaa na marafiki. Lakini tunisihi, wanapofariki wazee wetu wakongwe kama hawa, tuwe na moyo wa kujitokeza kuwapa faraja, kwa sababu bila hawa sidhani kama kungekuwa na hizo tasnia, na kama zingekuwepo basi zingekuwa zinachechemea sana. Kwa hiyo niwaombe wasanii wenzetu, wadau mbalimbali ambao walikuwa wanazingatia kumpenda Onyango, mashabiki zake, wasanii waliokuwa wanamtumia Onyango, makomediani wote, washiriki kumpumzisha mzee. Washiriki kumpumzisha mzee, sio waposti tu Instagram umeondoka jembe, ili mradi upate comment nyingi. Umeondoka jembe, juzi tu tuliongea, shiriki kwenye mazishi yake. Maana kuzika ni ibada. Kuzika ni ibada. Kwa hiyo shiriki ibada hii ya Onyango ya mwisho. Onyango atafurahi alipolala akiwaona wenzake wamemkimbilia hapa nyumbani, na wamemkimbilia kwenye kumhifadhi kwenye nyimbo yake ya milele. Kwa hiyo mimi langu ni hilo, lakini nitamkumbuka Onyango kwa mambo mengi sana. Onyango alikuwa anafurahisha watu. Mimi kidogo wa zamani mkongwe, sijawahi kumuona Onyango kwenye gazeti la Kasheshe Onyango afumaniwa. Hapana. Kwa hiyo alikuwa na maadili. Sijawahi kumuona kwenye gazeti la Kiu wala Ijumaa Onyango alewa. Umeshanielewa? Onyango apigana kwenye sanifu, kwenye sani. Sijawahi kumuona Onyango ameandikwa vibaya. Kwa hiyo ni jinsi gani alivyokuwa na maadili ya kazi yake. Kwa hiyo tumuombe kwa Mwenyezi Mungu, hii ni safari ya wote. Mwenye hela utakufa, maskini utakufa, lofa utakufa. Yaani kila mtu atatangulia mbele ya haki. Umejitayarishaje? Ndio matokeo yake haya hapa. Ukikimbilia watu na watu watakukimbilia na wewe siku ya mwisho. Ukiona wewe ulikuwa expensive sana, superstar sana, tajiri sana, mheshimiwa sana, dakika ya mwisho watu watasuasua, utaanza kukodi watu wa kuzika na kulia. Kwa hiyo tukimbiliane. Kubwa sana tukimbiliane, na tutamwenzi Onyango kwa tabia yake, kwa ucheshi wake, kwa utashi wake. Onyango amekwenda, sisi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukiachana tu kumfahamu kwa kiwanda cha sanaa ya maigizo, nilikusikia ukisema kwamba ulikuwa una ukaribu naye.
ukaribu wako ulikuwa uko vipi zaidi wewe na marehemu Onyango? Ukaribu na mambo mengi. Ukaribu ni utashi, ukaribu ni kusalimiana, ukaribu ni kutokukoseana, na ukaribu mwingine ambao ni siri yangu mimi kama mimi. Lakini kiukweli narudia tena, tumepotelewa au tumeondokewa na senior wa comedy Tanzania. Wewe ni mmoja kati ya wasanii wakubwa nguli ambao pia umechonga barabara kwa kiwango kikubwa sana. Watu sasa hivi wanapata pesa. Kipindi kile nyinyi mnaigiza Steve Nyerere, pesa yenyewe ilikuwa ya kutafuta, umaarufu ulikuwa ni wa kwenye television. Tumekuona na vitu kama hivyo. Unataka kuambia nini watu ambao wapo kwenye kiwanda cha movie? Umezungumzia kuhusiana na kuposti kwenye Instagram hapa. Unakuta mtu ashiriki msiba, lakini kuposti kwenye Instagram anaposti sana, anaandika maneno mazuri. Neno lako ni lipi ambalo unalipeleka moja kwa moja kwa wale ambao hawashiriki misiba lakini wanashiriki kuposti? Kuposti na kushiriki ni vitu viwili tofauti. Kuposti unataka followers tu, uonekane mtu wa watu kwenye jamii ambayo huna uhusika wote wa kujifanya mtu wa watu. Yaani huna utu huo. Lakini unaposti, unaandika vitu vingi, lakini kushiriki kwenye misiba ya watu ushiriki. Na ushirikishwaji wa kufika eneo la tukio nao ni jambo lingine. Umeshanielewa? Kwa namna hiyo huwezi kumlazimisha mtu, kila mtu anaitafuta pepo yake. Wewe kuja hapa hujaja kwa ajili ya uandishi tu, unaitafuta na pepo yako kama wewe. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, narudia kusema mzee wetu ni senior katika industry. Tunapotamka senior, masenior wamebaki sasa hivi wachache. Juzi tuondokewa na Hashim Kambi, alikuwa senior. Umeshanielewa? Tumebaki na hawa wakina Mbembe, tumebaki na kina mzee Jangala, ndio wamebaki wachache mno. Sasa wanapopotea hawa, tunapotelewa na mapengo. Ni kama unapofariki babako mzazi, nani atakushauri, nani atakukaripia tena? Kwa hiyo kuna pengo linakuwa limefanyaje? Limepatikana. Kwa hiyo nataka nikwambie tumeondokewa na senior kwa taifa, tumeondokewa na senior kwenye industry, tumeondokewa na senior mdau na muonyesha maono na ndio aliyechonga njia ya comedy Tanzania. Ni wazee wachache walioonyesha njia, mmoja wapo akiwepo mzee Onyango. Kwa hiyo ni waombe wale wote waliocheza naye tamthilia, walioshirikiana naye kwa namna moja ama nyingine, wampe heshima senior. Wampe heshima yake senior. Ndani ya hizi siku mbili, sio nyingi sana, nadhani ni vyema wakamsindikiza senior ambaye alifungua milango kwenye comedy, alifungua milango kwenye tamthilia, lakini alikuwa furaha kwa taifa. Wewe Steve ni mmoja kati ya watu ambao umeshiriki, umefanya kazi nzuri, lakini umekaa na wasanii wengi na unawafahamu ndani nje, kwa maana ya maisha ya ndani na maisha ya nje ya sanaa. Vile ambavyo ulikuwa umeishi na marehemu kabla ya kifo chake, jinsi ambavyo style alikuwa anatumia kuigiza, watu wengi walikuwa nadhani labda ni Mkenya. Mmoja wapo ni mimi, nilikuwa nadhani labda ni Mkenya. Wewe ukiwa unazungumza naye kawaida, labda ulikuwa ukiuliza style yake ya uigizaji au chochote kile ambacho unakijua sisi ambacho hatukijui, labda tufahamishe. Kila mtu Mungu anampa kipawa chake. Yule alipewa kipawa na Mungu, alibarikiwa akakionyesha. Ndio maana wewe ukawaza kuwa ni Mkenya. Si umenielewa? Lakini kile ni kipawa. Ile ndio maana ya sanaa. Ndio maana nakwambia aliyeondoka ni senior. Kwa sababu alikuwa na kipawa, alikuwa na uwezo wa kuigiza ambao mpaka jamii ikagundua huyu sio raia wa Tanzania, huyu ni Mkenya. Ni kwa sababu ya kipawa. Kile ndio kipawa. Ule ndio uigizaji. Sio sasa hivi mtu ana act Masai lakini hana Umasai wote na huyu mbona Msalamu. Kwa hiyo ni changamoto. Umeshania wenzetu walikuwa na kipawa. Hata yule mwenzake alikuwa anaitwa Mwita zamani ulikuwa akiact hivi mpaka unaogopa, unasema huyu jamaa anajua. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya sanaa. Brother, sanaa ni jukumu likubwa, ndio maana mimi huwa nakasirika sana na ninasema hadharani, sanaa sasa hivi imeingiliwa. Mtu akishindwa tu maisha naye msanii. Sio kipawa. Mtu akifeli maisha msanii. Mtu akifeli maisha baba mchungaji. Mradi tu ukijua ukiweza tu kufanya kazi kama za dalali kumvisi mtu anunue gari na wewe unakuwa mchungaji. Sijui umenielewa bwana. Mimi nakasirika sana. Na ukikutana na moment kama hizo Steve Nyerere wewe unafanyaje? Mimi nakasirika sana kwamba sanaa ni weredi unatoka kwanza kwa Mwenyezi Mungu, pili weredi ambao unauona mtu anaonyesha sanaa yake. Ndani yani sanaa ni mvuto. Jamii inavutika na wewe kwa kile unachokifanya. Kwa hiyo jamii ilivutika
kwa kauli za Onyango. Sijui umenielewa, yani ile ongea yake la fuse ya Ukenya ya Onyango watu walimpenda. Ndio maana nimekuambia mimi Onyango hakuwahi kugombana na mtu. Onyango hujawahi kumuona kwenye magazeti ana kashfa. Onyango tulimuona kwenye magazeti akiwa na furaha kwamba Onyango atakuwepo katika tamasha fulani. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake alikuwa na kipawa cha kukonvince watu. Sasa hivi kumekuwa yani mtu kajipiga picha tu za uchi kidogo kwenye mitandao anaingizwa kwenye tamthilia. Mtu anajua kuongea sana, basi amepiga maneno sana, anaingizwa kwenye comedy. Sasa wazee kama hawa ndio walikuwa wanakalipia kwamba hili sio jambo jema sana. Kwa hiyo tunaondokewa na wazee wenye busara. Na mimi nalipinga sana kwa sababu tunapoelekea huko sanaa yetu itakuwa haina mvuto tena. Na itakuwa inafundisha maadili ambayo sio mema kwa familia zetu tunapoelekea. Lazima tukubaliane kwamba sanaa ni kioo cha jamii. Waliosema sanaa ni kioo cha jamii sio wajinga. Kwa sababu sanaa inagusa maisha ya watu. Unaweza kuitumia sanaa yako ikamrekebisha mtu. Sanaa hiyo inaweza ikamrekebisha mtu. Sanaa hiyo inaweza kumtoa mtu kwenye madawa ya kulevya. Sanaa hiyo inaweza kumtoa mtu kwenye uvutaji bangi. Sanaa hiyo inaweza kumtoa mtu kwenye ujambazi. Ni sanaa. Ukiwa na sanaa ndani ya moyo wako ni jambo kubwa sana. Mungu akikupachika sanaa, sanaa ni kuzidi elimu. Sanaa inatoka ndani ya mwili. Mungu ameweka kitu. Elimu unakutana na mtu tu naye anakufundisha unapata elimu, lakini sanaa ni kipawa ambacho Mungu amekupa. Kipo ndani yako. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba na narudia niwaombe wasanii, wadau mbalimbali wa sanaa, vyombo husika ambavyo viliweza kumtumia Onyango kwenye matangazo ya kibiashara na Onyango ni mtu wa watu, ni vyema familia yake na majirani zake na wadau mbalimbali ni vyema wakashiriki katika msiba wa kumpumzisha nyumba yake ya milele, kwa maana hatutamuona tena. Tutabaki na zile tu audio zake na video zake ambazo zilikuwa zinafanya vizuri. Umeelewa? Kwa hiyo hii ni mara yake ya mwisho ambayo tunakuja kumsindikiza mwenzetu. Niwaombe wasanii wote na wadau mbalimbali wajitokeze kwa wingi. Asante sana kwa siku ya leo, inatosha. Nakushukuru. Bwana ni Steve Nyerere. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.